Bismillahirrahmanirrahim. Jana tulimaliza kutaja mambo saba yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Jana tulitaja mambo mawili pekee yake. Tulisema kuteremshwa Qur'ani na usiku wa Lailatul Qadr. Tukasema kuwa leo utataja ibada za mwezi wa Ramadhani. Ni muhimu kuzijua ibada hizi kwa sababu ndio tujitayarishe, ndio tuwe tunazifanya ibada hizi, kwa sababu kila ibada zina wakati wake, na Uislamu ni dini ya mpangilio. Hii dini hairuhusiwi mtu kufanya vitu anavyofikiria kwa mawazo yake. La, kila kitu kwenye dini kimepangwa sawa sawa. Na huu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ukimalizika, lao mtu alikuwa mgonjwa akasema mimi ndo naanza Ramadhani yangu sasa, haitokubaliwa Ramadhani kwa sababu sio mwezi wa Ramadhani. Vile vile ibada za mwezi wa Ramadhani, na waandishi wa maisha ya Mtume wanasema wa kana yakhussu Ramadhana min al-ibada bima la yakhussu ghayrahu min ash-shuhur. Mtume alikuwa na ibada za mwezi wa Ramadhani, hazifanya ibada hizi ila katika mwezi huu. Ibada ya kwanza, hapo kuna ibada kuu. Ya kwanza ni kufunga kulingana alivyofunga Mtume alayhi salatu wasallam. Hiyo ni ibada ya kwanza ya msingi, kufunga alivyofunga Mtume. Kuna Muislamu anafunga, yanaamini ni culture kufunga. Kwa mwaka kuna mwezi mmoja watu watafunga, yanafunga ni culture. Yeye atapata thawabu za culture, hapati thawabu kwamba ni ibada, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Yule anayefunga kuwa ni ibada ndio atapata thawabu kwamba ni ibada, lakini yule anayefunga kwamba ni culture ya Uislamu kufunga hapati thawabu za Ramadhani. Kuna mtu anafunga, yeye anasema kwa sababu mzee alitulea katika kufunga, yeye atapata thawabu za mzee kutulea katika kufunga, hapati thawabu ya kwamba saumu ni ibada. Sasa amali ya kwanza ni kufunga kulingana alivyofunga Mtume. Kwa mfano, kujua saumu inavunjika vipi, mambo gani akifanya saumu inavunjika, mambo gani akifanya saumu haivunjiki. Kuna watu wengi hawajui vitu ambavyo kwamba vinavunja saumu na ambao havivunji saumu. Kwa mfano, mtu kutolewa jino haivunji saumu. Mtu kuwekwa dawa ya macho haivunji saumu. Dawa ya masikio haivunji saumu. Hata mtu kudonate damu haivunji saumu. Mtu ule diver ama mtu ambaye kwamba yeye anafundisha watu kuogelea, ndio kazi yake, haina tatizo yeye kuwafundisha watu kuogelea kwenye pool, ni kazi yake, ndio riziki yake anatoa, hakuna tatizo. Na mambo kama haya ambao watu hawajui kwamba hayavunji saumu. Jambo la pili, la ibada ya pili katika mwezi wa Ramadhani ni kuswali swala za fardhi zote 5 kwa jamaa na msikitini. Swala za fardhi 5 hizi mtu mwezi wa Ramadhani ajaribu aziswali zote jamaatan msikitini. Hili ni jambo Mtume na maswahaba walikuwa wanalifanya Ramadhani zote, na Mtume katika maisha yake amefunga Ramadhani 9 tu. Mtume katika maisha yake amefunga Ramadhani 9. Sisi wengi hapa tumefunga zaidi ya Ramadhani 9. Lakini Ramadhani 9 Mtume alizofunga alikuwa swala zote 5 anaswali jamaata, tena msikitini. Ili ina kazi yake, na nitataja mwisho. Ikiwa mtu hakuweza kuswali msikitini kwa dharura, basi aswali kazini jamaata, yeye na mwenzake ama wao na watu zaidi. Hakuweza kazini, msikitini. Nyumbani aweza kuswali nyumbani, yeye na familia yake na watu wake kwa dharura, lakini jamaatan. Ile kuswali kwa jamaa ina fadhila kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Ibada ya tatu ya mwezi wa Ramadhani ni kusoma Qur'ani. Jana tulisimulia sasa, tukasema Qur'ani ilivyoshuka mara 3. Ibada ya Ramadhani, kusoma Qur'ani ni ibada ya mwezi wa Ramadhani. As-salafu salih, wanavioni, walikuwa wanaweza kusomesha durusi nyingi,
Lakini mwezi wa Ramadhani ukifika, darasa ni Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani, kusomesha Qur'ani na mfano wake, kwa sababu ndio mwezi ulioteremshwa Qur'ani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa Qur'ani. Na sisi Waislamu tuna bahati kwamba sana sisi hapa misahafu imejaa misikitini. Utakwenda area hakuna misahafu, watu wanaomba Qur'ani. Na baadhi ya nchi kionekana na msahafu ni kesi, unaweza ukafungwa ukishikwa na Qur'ani. Kuna mwanafunzi mmoja alikuwa anaenda kusoma, anaenda Ujerumani. Ile ndege ikawa inapita Moscow, Russia. Katika pekua ya mabegi yake ikapatikana kuna Qur'ani. Huyu kijana kutoka Pakistan. Ndege inapita Ujerumani alafu ndio ende inapita Russia alafu ndio ende Ujerumani. Alipopita Russia pale katika pekua ile ikaonekana kwenye bagi yake kuna Qur'ani. Ile kijana akashikwa airport, akapelekwa kwenye seli ya airport, akaambiwa mkubwa wa airport kwamba kuna mtoto tumemshika na Qur'ani. Akasema mleteni kwangu. Kijana akatolewa seli ya pale airport, akapelekwa kwa ile mkubwa wa airport. Yule bwana kwa sababu ana cheo kikubwa pale uwanjani, akasema hii kesi mimi ndio nitaihandle. Watu washatoka, akamwambia yule mtoto mimi nitakwenda kuhukumu nyumbani. Akachukua begi yake ikaletwa pale ofisini kwa yule bwana. Jioni alipotoka akaenda naye nyumbani. Alipofika nyumbani akamwambia, mimi nilikuwa natamani Qur'ani kwenye maisha yangu. Mimi nilikuwa natamani kopi ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu ameileta kupitia wewe. Mimi kesi yako nitaifanya dismissal. Nitaicancel hii kesi. Nitasema wewe hukujua. Watu Ireland hawakukwambia usibebe mswali. Usiwe na wasiwasi. Qur'ani akabaki nayo yeye. Yule bwana siku ya pili akafanya safari akaenda zake Ujerumani kusoma. Anatamani Qur'ani. Kwa hikma Mwenyezi Mungu akaipitisha Qur'ani ofisini kwake. Na wangapi wanatamani Qur'ani kwenye maisha yao? Mimi najua mtu hapa nchini anafanya kazi kwenye serikali. Amenisimulia mimi. Huyu bwana anatembea misikitini. Akikuta Qur'ani imetoka ile cover ya juu, anachukua alafu anapeleka isli, inarekebishwa. Alafu anairudisha kwenye misikiti. Na jambo la pili huyu bwana anafanya, akisikia mahali watu wanataka kusafirisha misahafu, yeye anachukua jukumu la kusafirisha ile misahafu. Ananiambia mimi wallahi sijui ninavyobarikiwa katika kazi yangu. Na Mwenyezi Mungu anavyoniondolea matatizo kazini. Akajua ni kwa sababu anahudumia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Qur'ani, tusifanye mchezo na Qur'ani. Na Qur'ani ilifika kwetu kwa shida sana. Leo inaonekana Qur'ani hivi kwenye mashelfi imejaa. Haikuwa rahisi Qur'ani kufika hapa. Maswahaba waliuliwa. Kuna mtu alikosa maisha yake kwa sababu ya Qur'ani. Abdullah ibn Mas'ud, mimi nasimulia kisa hiki kila kipata nafasi. Abdullah ibn Mas'ud alimwambia Mtume, mimi leo ni lazima Abu Jahili aisikie Qur'ani na msomea Qur'ani. Mtume akamwambia ndio mwanzo dawa inazaliwa, usifanye haraka utapata shida. Hakusikia. Akaenda al-Kaaba, Makuraish wamekaa. Akasema qala Allah Ta'ala, qul huwa Allahu ahad. Abu Jahili hawezi kukubali. Akampiga Abdullah ibn Mas'ud kofi mpaka chini akaanguka. Abdullah ibn Mas'ud, qul huwa Allahu ahad. Leo Qur'ani imejaa kwenye simu hapo. Kuna watu wana simu na Qur'ani. Ukitaka ya blue, ya nyeupe, nyeusi, ya green utapata Qur'ani. Sasa huu ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Na mtu atakiwa afanye bidii polepole tu kusoma Qur'ani. Ndio mwezi ukimalizika kusoma Qur'ani itakuwa kwenye system yake. Iko hawezi kusoma juzu mzima. Msiseme mtu asome msahafu wote, la. Asome tu page moja tu inamtosha. Polepole. Na Qur'ani ni baraka ndugu zangu. Waulizeni wale wanaosoma Qur'ani.
ile baraka wanayopata kila wakati. Ibada ya tatu ya mwezi wa Ramadhani ni ad-dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sisi tulisema juzi mambo ya kuitikiwa dua katika mwezi wa Ramadhani. Maswahaba wanasimulia wakisema, sisi kabla ya Ramadhani tunatayarisha dua za kuomba mwezi wa Ramadhani. Wanazishikilia dua hizo tangu Ramadhani ya mwanzo mpaka ya mwisho. Kabla ya Ramadhani haijamalizika, Mwenyezi Mungu ashawaitikia. Ama Ramadhani ikimalizika tu wanapata wanayotaka. Na sisi ni vile vile. Tunatakiwa mtu awe na dua maalum, 3 ama 4 ama 10. Kila wakati anaziomba hizo. Tangu siku ya kwanza na juzi na leo na kesho, na mpaka Ramadhani ikimalizika ataitikiwa mambo yake yanayofanya. Pengine yeye ataitikiwa siku ya mwisho. Pengine ataitikiwa usiku wa Lailatul Qadr. Pengine ataitikiwa ikifika nusu ya Ramadhani. Lakini kama ingekuwa naomba siku zote za mwanzo mpaka ifika nusu ya Ramadhani, yeye atakuwa anaendelea kuomba na ashapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mimi natoa kisa kingine cha mtu hapa Nairobi. Anasema yeye alikuwa ataka mambo matatu muhimu katika maisha yake. Moja wapo ni msichana wake akubaliwa afanye medicine University of Nairobi. Akawa kila Ramadhani akaanza kuomba dua zile 3. Anasema moja wapo pia pili ilikuwa aende afanye umra Ramadhani. Ramadhani iliyofuata akaenda umra. Akiwa umra kule akaambiwa kwamba msichana wake amepata admission Nairobi University kufanya medicine. Jambo la pili ashapata. Na la tatu asema nina matumaini litapatikana. Na jambo la tatu akalipata. Sisi tukiomba dua maalum katika mwezi huu wa Ramadhani, kabla mwezi haujamalizika, Mwenyezi Mungu atatuitikia kuomba katika mwezi wa Ramadhani. Na kama tulivyosema jana, zile adab za kuomba. Jambo la 5 katika mwezi wa Ramadhani ni kutoa sadaka. Waandishi wa maisha ya mtume wanasema, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan karihil mursala. Mtume ni karimu sana maisha yake. Siku zote mtume ni karimu. Mwezi wa Ramadhani alikuwa akiongeza ukarimu kwa sababu ndio mwezi wa kuchuma, ndio mwezi wa biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kule Maka hivi sasa na Madina, zile hoteli karibu za Maka zishajaa, za Madina zishajaa, maduka ndio business. Sababu ndio msimu wa business sasa. Watu wako kwenye umra, watu wote wanaenda umra, na haji ni vile vile ndio wakati wa kufanya biashara. Na Ramadhani ndio wakati wa kufanya biashara na Mwenyezi Mungu. Kutoa sadaka. Mtume alikuwa anatoa karih al-mursala, kama ule upepo ambao hausimami. Na sisi ni vile vile. Kila mtu anafaa atoe kwa uwezo wake, atoe kwa uwezo wake. Mimi sisemi kwamba mtu amalize pesa zake kwa kutoa, la, haifai. Nafaa utoe, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kull al-bast fataq'ud maluman mahsura. Usitoe kila kitu na usizuie kila kitu. Wakana baina dhalika qawama. Mtu anatoa katikati. Lakini huu ndio mwezi wa kutoa katika mwezi wa Ramadhani. Ibada ya 6 mwezi wa Ramadhani ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumtaja Mwenyezi Mungu, hii ndio ibada pekee yake. Kwenye Uislamu Mwenyezi Mungu ametumia neno kathir. Kathir ni sana ama mara nyingi. Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura Al-Ahzab, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat. Wale wanamtaja Mwenyezi Mungu sana, wanaume na wanawake. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha kathiran. Fuata aya za Qur'ani zote kwenye dhikrullah. Mwenyezi Mungu amesema neno kathiran, lakini hakuna waqimu salata kathiran wala atu zakata kathiran, illa kwenye dhikrullah. Kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu ni siri kubwa sana, na watu wanaomtaja Mwenyezi Mungu wanaona faida yake. Alafu kuna zile adhkari za usubuhi na jioni. Zile ni adhkari mtu hafai kuziacha. Adhkaru sabah wal masa. Zile dhikra ambazo zimepokelewa sahih kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Mimi kipindi fulani nilipokuwa naandika kuhusu majina, kuhusu amali qulub, amali zinazofanywa na moyo, moja wao ni dhikrullah. Nilizifuata adhkar, nikawa nazitafuta kwenye vitabu, nikapata page moja tu adhkari 20
ambazo ipokewa Bukhari na Muslim, ama sahih, adhkari mara 10 ama mara 7 ama mara 100 asubuhi na jioni. Hiyo karatasi mimi nilituma baadhi ya watu hapa, wanayo ya dhikrullah, kumtaja tu Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, na faida zake ni kubwa. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Muda umeshamalizika. Kesho nitaendelea na ibada ya 7 ya mwezi wa Ramadhani insha Allah ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna.